Mungu awabariki na karibu katika neno la Mungu. Katika siku ya leo tuna somo, wale wa projector sijui kama mtakuwa ameshaona, naomba mweke pale kwenye skrini. Yafahamu mambo 7 yanayofanyika unapomaliza mwaka na kuingia mwaka mpya. Yafahamu mambo 7 yanayofanyika unapomaliza mwaka kuingia mwaka mpya. Najua ni siku chache tu zilizopita toka tunaanza siku ya kwanza ya mwaka huu 2026. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hiyo ilikuwa ni siku iliyokuwa imejaa furaha, watu wakifurahia kufika mwaka mpya. Na siku hiyo najua kuna watu walikula vizuri tofauti na siku zingine. Kuna watu walivaa vizuri tofauti na siku zingine. Kuna watu walikunywa tofauti na siku zingine. Lakini si hivyo tu, furaha waliokuwa nayo ilikuwa kubwa zaidi ya siku zingine. Bwana atusaidie. Lakini pamoja na furaha, ambayo tulikuwa nayo siku ile ya tarehe 1, najua mpaka leo bado tunafurahia kufika mwaka 2026. Kuna mambo 7 ambayo ni muhimu sana unatakiwa uyafahamu, kwamba kutoka mwaka 2025 kuingia 2026 yamefanyika kwako. Wakati mwingine katika kuyafahamu, kuna kitu kipya kinaweza kikazaliwa ndani mwako, kinachoweza kukusogeza mbele kiroho, kinachoweza kukufanya wewe ufanye marekebisho au uongeze spidi katika maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, unapomaliza mwaka kuingia mwaka mwingine, kitu cha kwanza kabisa, umri unaongezeka. Umri unafanyaje? Ulikuwa na miaka 25, unaanza kuhesabu miaka 26. Ulikuwa na miaka 50, unaanza kwenda sasa kupata miaka 51. Umri unaongezeka. Na nyie mnaelewa kwamba umri ukiongezeka, unatoka utotoni unakimbilia ujanani, unatoka ujanani unakimbilia uzeeni. Hili jambo linafahamika. Na katika hali hiyo unaweza ukajua ya kwamba unapokwenda kuwa mzee, kuna mambo ambayo kwako yatapungua. Kuna viwango kwako vinavyopungua katika nguvu za kimwili. Bwana tusaidie sana. Ulikuwa na uwezo wa kuruka, ukifika kuwa mzee huwezi ukaruka tena kama ulivyokuwa unaruka kijana. Juzi, naona ilikuwa jana, baba askofu alikuwa anasema wakati alipokuwa kijana walikuwa wakimwalika kwenye mkutano, inakaguliwa kwanza, lile jukwaa linakaguliwa, hivi kweli liko sawa sawa, kwa sababu roho wa Mungu akicharuka alikuwa anapata nguvu. Akiruka jukwaa linavunjika kama ni la mchezo. Kwa hiyo alikuwa linakaguliwa kwa sababu alikuwa na uwezo. Lakini akaniambia, kwa sasa hivi kweli roho ananitumia, lakini sina nguvu kama zile za zamani za kuruka. Kwa sababu gani? Uzee. Amekuwa mzee, kuna vitu vimepungua kwake. Bwana atusaidie sana. Wewe uliyeko hapa ni kijana, wewe uliyeko hapa ni mtoto. Kama ni mzee, lakini na uzee unazidiana nguvu. Kuna mzee kabisa anatembelea gongo, haweza kalingana na mzee ambaye bado hajatembelea gongo. Bwana atusaidie sana.
Kuna kitu kimoja nataka tuweze kukiangalia. Kwa kuwa kila mwaka unapoisha tunaingia mwaka mwingine, tunakuwa umri unaongezeka. Hebu tuangalizie Mhubiri 12:1 kwanza. Naomba mtu mmoja nisomee pale. Mhubiri 12:1. Endelea. Biblia inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ya kwamba wewe bado ni kijana, wewe ni mtoto au ni mzee ambaye bado una nguvu. Kwa kuwa mwaka tumeingia mwaka mwingine, kuna vitu vinaendelea kupungua katika mwili wako. Ni vizuri kwa sasa nguvu ulionayo ukakumbuka kumtumikia Mungu wakati ambao bado unasikia nguvu, bado una nguvu, kabla hujafika kuwa mzee ukashindwa kwenda kumtumikia Mungu. Bwana tusaidie sana. Nataka nikwambie, kwa sasa Mungu ameweka vipawa kwako ili uvitumie. Bado una nguvu kabisa. Amekuita wewe, bado ni kijana, umtumikie katika nafasi fulani. Lakini inafika mahali unalegea kwa sababu mbalimbali unazozijua mwenyewe. Lakini jua kwamba kila sekunde moja, dakika, saa, siku, wiki, mwezi, mwaka, mpaka kufika karne, inazidi kukusogeza siku ambayo ule uwezo wa kufanya lile jambo Mungu alile kuitia ushindwe. Sasa utakaa miaka mingi mpaka unafika uzeeni, vipawa ulivyonavyo hukuvitumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Inafika umezeeka, ndio sasa unafika mahali unatamani, ningelikuwa kijana ningefanya haya. Wakati wa ujana wako, wakati unasikia nguvu, wakati una nguvu, ulikuwa unacheza, ulikuwa haujari. Sikia nikwambie, kutoka 2025 kuja 2026 kuna vitu vitaendelea kupungua kwako. Lakini jambo la muhimu kwako, mkumbuke Muumba wako wakati bado una nguvu. Usisubiri mpaka uzeeke, kwa kuwa Mungu wetu Yesu anaeleza ya kwamba anakuja na ujira mkononi kumlipa kila moja sawa na kazi yake. Sasa umepokea kipawa, umepewa uwezo na Mungu, hutaki kuutumia wakati wewe ni kijana. Ufike mahali uzeeke, ushindwa kufanya ile kazi, ubaki unafikiria Yesu akija, unafikiri utalipwa kwa jambo gani ulilofanya. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo naomba utambue ya kwamba kutoka mwaka moja kwenda mwaka mwingine umri unazidi kuongezeka. Bwana atusaidie sana. Na jambo la kufanya, kwa sababu umri unaongezeka, tumia nafasi ulionayo, nguvu ulionayo kwa sasa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Jambo la pili, unapomaliza mwaka kuingia mwaka mwingine, miaka yako ya kuishi duniani inapungua. Bwana tusaidie. Nikisema hivyo watu wanaweza kuogopa, lakini usiogope, kwa sababu kama mwaka jana, kwanza lazima uelewe kila mmoja Mungu aliweka
miaka yake ya kuishi hapa duniani. Kila mmoja hapa anatembea na namba yake ya kuishi duniani, kila mmoja. Lakini ni siri ya Mungu, hakuna anayejua. Ni siri ya Mungu. Kuna wengine hapa namba imepungua, imebakiza kama mwezi au mwaka, hatujui. Tunatembea tunahisi kama tutaendelea kuishi. Lakini hilo ulielewe, kama kumepangiwa bado mbele kuna miaka 30, ukiwa mwaka jana tumefika mwaka 2026, lazima kama zilikuwa 50 zinabaki 49. Kama ulikuwa umebakiza 20 zimebaki 19. Kila mwaka ukiona mwaka 2027 umefika, zinaendelea kupungua, zinaendelea kupungua, zinaendelea kupungua, zinapungua kiasi kwamba unafika mahali sasa wewe hujielewi. Mahali popote, si uko kazini, uko wapi, wanashtukia huyo kaanguka, kapitiwa na gari, mara alikuwa amelala kasinzia. Jumla siku zako zimepangwa na Mungu. Bwana tusaidie. Hebu naomba angalia kitabu cha Ayubu sura 14 mstari wa 1 mpaka wa 3, halafu utaongeza na mstari wa 5. Angalizie pale na unisomee Ayubu 14:1 mpaka 3. Nisomee pale tafadhali. Mstari wa 1 nenda mpaka mstari wa 3. Ayubu 14 na mstari wa 1. Biblia inasemaje? Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Ndio. Naye hujaa taabu. Ndio. Mstari wa 2, yeye uchanua kama vile ua. Ndio. Kisha hukatwa. Ndio. Ukimbia kama kivuli. Ndio. Wala hakai kamwe. Ndio. Hebu naomba uniangalizie pia na mstari wa 5. Soma mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia inasema. Nasemaje? Kwa kuwa siku zake zimeamliwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe. Ishia tu hapo kwanza. Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Neno la Mungu linasema kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, naamini wote hapa tulizaliwa, hakuna aliyeshuka kutoka mbinguni. Kila mmoja alizaliwa. Siku zake za kuishi si nyingi. Tukisikia siku zake za kuishi si nyingi, maana yake kumbe zina mpaka zimewekewa. Kila mmoja, sio nyingi, zina mpaka. Unaweza ukaishi miaka 50, miaka 80, hata 100 inawezekana. Lakini wewe usifikiri hizo ni nyingi, kwa sababu wapo walioishi miaka 900, miaka 700, miaka ngapi. Hao tungesema waliishi miaka mingi, lakini wewe una miaka 80, 50, 60. Unaweza ukaona ni nyingi, kumbe sio nyingi kabisa. Lakini katika mstari wa 5 maandiko yanaendelea kwa kusema ya kwamba, yanasema kwa kuwa siku zake zimeamliwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Bwana tusaidie sana. Lazima ujue kuna miaka ulioamriwa kuishi hapa duniani, na imewekewa mpaka, huwezi ukaipita. Na kama wewe miaka ulionayo imewekewa mipaka, nataka ujue kitu kimoja. Kutoka 2025 kuja 2026, miaka yako iliyoamriwa ya kuishi hapa duniani inazidi kupungua. Bwana tusaidie. Inazidi kupungua. Mwaka 2027 itapungua zaidi. Kwa hiyo kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine unatusogeza kukaribia kifo. Yes. Yaani sekunde moja haikuachi.
dakika moja, yani kila dakika ikipita inazidi kukusogeza tu, yani unazidi kusogelea siku yako ya kufa. Tuko pamoja jamani? Inazidi kukusogeza. Hili jambo lazima ulielewe, kwa sababu kuna watu wanaweka mizaha katika huduma na katika maisha yao ya kiroho. Hawataki kusimama vizuri mioyoni mwao, wanafikiri kesho watabadilika, kesho kutwa watatubu, kesho kutwa watabadilisha tabia zao na mienendo yao, kesho kutwa watabadilika, ataanza kumtumikia Mungu. Kumbe unachelewa, siku zinazidi kukuishia uelewi. Inatokea ghafla. Na wale Biblia kama inavyoeleza, umekufa katika dhambi, umekufa katika uzembe huo, ukafa. Kule uliko unasubiri, siku moja utafufuliwa. Ukifufuliwa na kusimama mbele ya kiti cha hukumu. Na mbaya zaidi, ulikufa katika dhambi. Naomba niambie, hukumu itakayopita ni kukupeleka wapi? Bwana tusaidie. Unaenda jehanamu. Lakini jua kila mwaka unakusogeza huko. Mbaya zaidi, inawezekana katika maisha yako hutaki kumtumikia Mungu, hutaki kuacha dhambi, na siku zako zinaendelea. Hatari. Bwana atusaidie sana. Kwa ni jambo la msingi kila mmoja aweze kuelewa. Kweli nimeingia mwaka mwingine, lakini siku zinazidi kupungua, lakini jambo hili sijaliacha. Hili linaniletea matatizo. Hili nililoambiwa niliache, sijaliacha. Hili litaniletea matatizo. Usibweteke. Usishangae kuona unazidi kunawiri, kunenepa, unazidi kufanikiwa, unazidi kuheshimiwa na kuinuliwa, lakini dhambi ya asili umeificha ndani mwako. Sikiliza nikwambie, neno la Mungu linatutahadharisha ya kwamba siku zetu zimeamriwa na Mungu. Kuna siku usioidhani, hata kesho kutwa, mtondogo, mwaka ujao, likatokea la kutokea, ukatoka duniani. Usifanye mchezo katika mwaka wa 2026. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie 2026 usifanye mchezo. Jambo la tatu, unapomaliza mwaka kuingia mwaka mwingine, kinachofanyika ni kukusogeza kwenye siku ya kurudi kwa Bwana Yesu. Unajua kuna mambo ambayo yalishaamliwa tayari. Kuna majira yaliyokwisha kupangwa. Hayo majira ni siri ya Mungu. Ni majira ya kurudi kwa Yesu. Wanafunzi walimuuliza Yesu, akataka kujua wakati wa kurudi kwake na dalili zake. Yesu aliwaambia, na kama aliwaambia kwamba itakuwa hivi na hivi, na yeye anajua. Anasema hakuna ajuaye siku wala saa ila mmoja tu, Baba wa mbinguni ndiye anayejua. Hata malaika hawajui. Lakini kumbe Mungu alishaipanga siku ambayo Yesu atarudi. Bwana tusaidie sana. Sasa sisi hatujui toka, nasema kuna miaka mingi iliyopita. Imeshapita miaka mingi. Na leo hii sisi tunazaliwa, tunakuwa watu wazima, tunaenda mpaka uzeeni. Lakini ile siku inazidi kusogea. Kila mwaka unapoishi, ile siku ya kurudi kwa Yesu inasogea. Bwana tusaidie sana. Zilikuwa miaka labda 10, ni siri, maana sijui, hata malaika hawajui, ila kimya huko imesogea, zimebaki 9, hatujui. Au zimebaki hata siku kadhaa, hatujui. Lakini tujue mwaka mmoja kwenda mwingine tunazidi kuisogelea siku ya kurudi kwa Bwana Yesu. Hii siku Yesu alishaisema yeye mwenyewe katika Injili iliyoandikwa na Yohana. Injili ya Yesu iliyoandikwa na Yohana
sura 14 mstari wa 3. Naomba mtu mmoja nisomee hapo. Nisomee. Yohana 14 na mstari wa 3, Biblia inasema. Inasemaje? Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ubarikiwe sana. Tunaona Yesu anaeleza yeye akienda kutuandalia makao, kuna kipindi atarudi tena kutuchukua, ili alipo na sisi tupate kufanyaje? Kumbe saa ipo ambayo ilishapangwa kabisa kwamba Yesu atarudi. Tunachokitambua ni kwamba Yesu alishaenda. Bwana tusaidie. Yesu alishaenda, lakini ipo siku nisiyoijua mimi, usiyoijua wewe, atarudi. Sasa kama Yesu hiyo siku ya kurudi kwake ilishapangwa, ipo. Hiyo ipo, sio propaganda kabisa, ipo, na kila mwaka unapoisha tunazidi kuisogelea. Bwana tusaidie sana. Sasa fikiria hali yako ulionayo ya kiroho. Hali yako ulionayo, unaweza ukabweteka ukatulia. Yesu yuko karibu kurudi. Kuna wakati mwingine Yesu atakaporudi atakuta wengine walikufa, wengine wako hai. Bwana tusaidie sana. Okay, Yesu arudi akukute uko hai. Lakini katika maisha yako ya kiroho ukawa bado mlegevu, ukawa mtu usiyejali, unafanya mambo ya hovyo, unafanya dhambi za kila namna, Yesu akaja, maana yake atachukua walio wake, wewe unabaki. Utajikuta kwamba kusali kwako, kuhudhuria maombi, kutoa michango kwako kutakuwa sawa na bure. Lakini katika siku ya leo nataka nikukumbushe ya kwamba siku hii tunapoingia mwaka huu ni muda mzuri tujue kuna mambo yako yanafanyika. Wakati mwingine tunaweza tukajisahaulisha, lakini ukweli ni kwamba kinachofanyika kwamba tunazidi kuisogelea siku ya kurudi Bwana. Na kama tunaisogelea, lazima tuweze kufanya marekebisho, tufanye matengenezo. Acha uzembe, acha mambo mabaya ambayo umeendekeza kuyafanya. Tengeneza, maana Yesu yuko karibu kurudi. Usisubiri mpaka atakapokuja, maana ukiona amekuja na kukuta katika dhambi, siamini kwamba utafanya marekebisho siku hiyo. Nafikiri neema itakuwa imefungwa. Usichezee muda huu. Unapoona hivi, hizo siku ambazo tunamsubiria Bwana ni sawa na mcheza mpira aliyepewa dakika 90 uwanjani, azitumie vizuri. Kila dakika ikiisha, siku zinapungua, muda wake, zile dakika 90 zinapungua. Asipofanya vizuri, anaibuka mshindi mwingine. Bwana tusaidie sana. Ndio maana leo nataka nikukumbushe jambo hilo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kitu cha 4 ambacho kinafanyika ni kukusogeza kwenye siku ya hukumu. Yaani hukumu ilishapangwa. Kuna siku ya hukumu kabisa. Ipo. Kuna siku ya hukumu. Na kama siku ya hukumu ilishapangwa, unapotoka mwaka mmoja kwenda mwingine, unazidi kuisogelea. Yaani ni mambo ambayo unapaswa wewe uliyeokoka uweze kuyajua. Na hiyo siku ya hukumu itakuwa furaha kwa wale wote waliomcha Mungu. Lakini maandiko yanavyoeleza, itakuwa hatari, kilio kwa wale ambao pengine waliingia kanisani lakini wakaendelea kuwa wazinzi, wagomvi, wachawi, wezi, watu wenye kiburi, watu wasiojali. Kitakuwa kilio. Ni kweli unahudhuria kanisani, lakini kama matendo yako ni mabaya,
bado siku ya hukumu ikifika, hapo kila mmoja, wapo atakao laumu. Jamani, mimi nilikemea pepo. Ulikemea pepo, lakini ulikuwa na nyumba ndogo Kigamboni. Bwana tusaidie. Baba, mimi nilikuwa mwana maombi. Ni sawa, lakini ulikuwa na mwanaume mwingine kule kijijini kwenu. Maana ulikuwa na aga umeenda kumtembelea babu, kumbe umeenda kwa mumeo huko. Mungu atuhurumie. Ni kweli, lakini ulikuwa unaenda kwa waganga wa kienyeji, ulikuwa unaingiza na mambo ya ushirikina. Ni asili, mchungaji hakujua, ila Mungu anajua. Mungu anakuona. Ni kweli, lakini kiburi. Ni kweli, lakini tatizo lako ulikuwa mtu mchonganishi, mwizi, usiyejali mambo ya kanisani, michango na mambo mengine, ulikuwa ujali. Ndiyo kimekusababisha wewe usionekane kwenye kitabu cha uzima. Hivyo ipo siku iliyopangwa, nayo tunazidi kuisogelea. Bwana atusaidie. Naomba niangalizie Injili ya Yesu iliyoandikwa na Mathayo 25:31. Tu atanisomea Mathayo 25:31. Biblia inasema, nasemaje? Hapo atakapokuja mwana wa Adamu, ndio, katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndio, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Ndio. Endelea. Mstari wa 32, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, ndio, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ubarikiwe sana. Ufunuo 20:11. Somee tena pale. Ufunuo 20:11, Biblia inasema, inasemaje? Kisha nikaona kiti cha enzi, ndio, kikubwa, cheupe, ndio, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana. Ndio. Endelea. Mstari wa 12, Biblia inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Ishia hapo tu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kumbe siku ipo iliyopangwa kwa ajili ya hukumu. Yohana anapewa ufunuo huu akielezwa kwamba haya mambo yote yaliyo katika unabii huu yatatimia, na akaonyeshwa watu wakubwa kwa wadogo wakisimama mbele ya kiti kile cha hukumu. Watu wakahukumiwa kwa mambo yaliyoandikwa katika kile kitabu, na ikiwa jina lako halikuonekana katika kile kitabu cha uzima, mtu huyo alitupwa katika moto wa milele. Mungu atusaidie. Sasa fikiria sasa, ikiwa mwaka unatusogeza siku ya hukumu, inabidi uangalie jinsi ulivyo, uangalie jinsi unavyoenenda. La sivyo, siku ya hukumu inaweza kukufikia ujielewi. Ndio maana nilikuwa nataka nikueleze katika mchana huu wa leo kwamba haya mambo yanayofanyika, walio wengi wamesahau vichwani mwao, hawakumbuki kwamba kweli mwaka unakuja, mwaka mwingine unakuja, mabadiliko hakuna. Yani alivyotoka huko upaganini ndivyo anavyoendesha maisha yake akiwa ameokoka, hataki kubadilika. Na siku zinazidi kusogea, hukumu inasogea. Fikiria ndugu yangu mpendwa,
hapa kanisani tunakuja kufanya nini? Mungu atusaidie. Kusudi la Bwana ni tutoke huko tukiwa wabaya, tuje kuwa wema hapa. Tutoke huko kama tulikuwa wazinzi, tuache uzinzi. Tutoke huko kama tulikuwa wachawi, tuache uchawi. Tutoke huko kama tulikuwa na viburi, tuache kiburi. Tutoke huko kama tulikuwa wagomvi, tuache ugomvi. Lakini kama tunakuja hatubadiliki, siku zinazidi kutusogeza siku ya hukumu. Tutajikuta tunapoteza muda wetu sio na faida. Lakini katika mchana wa leo nataka ukaliweke moyoni jambo hili, upate kuelewa kumbe siku ya hukumu inazidi kuisogelea. Hivyo nifanye maamuzi mapema ya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha 5, unapomaliza mwaka kuingia mwaka mwingine, unasogea kuipokea ahadi uliyoahidiwa na Bwana. Bwana tusaidie sana. Kuna ahadi nyingi walizoahidiwa watakatifu. Kuna ahadi nyingi. Inawezekana na miaka mingi, pengine umeweka mahitaji yako, umeomba muda mrefu, jambo lile uliloliombea bado hujalipokea. Kila mwaka unapozidi kwenda, ukiwa umesimama katika kweli ya Mungu, nataka nikwambie unazidi kusogelea ile ahadi Mungu aliyoahidia watakatifu. Bwana tusaidie sana. Unajua kusema hivyo, kuna watu huwa wanaishia njiani. Wameomba, wengine wametoa sadaka zao, wametoa sadaka, na Mungu ameahidi watu wanaolipa zaka kwamba atawabariki. Umetoa leo, Mungu anaweza kukubariki hata baada ya mwezi, hata baada ya mwaka, hata baada ya miaka miwili. Unaweza ukaomba leo, Mungu akakujibu kesho kutwa, au baada ya mwaka, baada ya miaka mitatu. Lakini unaweza ukadumu katika kumcha Bwana, katika kufanya hayo, ukitarajia mwaka wa kwanza ukapita bado hujapokea, lakini unafika mahali ukalegea, ukasema miaka imekuwa miwili sasa, sioni matokeo. Kumbe Bwana bado muda wake aliopanga kukubariki, muda wake aliopanga kukujibu, muda wake aliopanga kukutendea bado haujafika, lakini ukajikuta umeishia njiani. Lakini nataka nikutie moyo, wewe unayesimama katika kweli ya Mungu, wewe unayefanya matendo mazuri, wewe unayemwamini Mungu, wewe unayemuomba Mungu, usikate tamaa. Kila mwaka unapokuja unakusogeza kwenye ahadi ya Mungu aliyoahidi watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kizuri ni kusimama vizuri. Sikiliza nikwambie, Ibrahimu aliahidiwa kupata mtoto. Fikiria, toka anapewa ahadi, zilipita miaka mingi. Katika hali ya kawaida mtu alikata tamaa, kwa sababu tayari wameshakuwa wazee. Lakini kila muda ulivyozidi kwenda, kila mwaka ulivyozidi kuja, ukamsogeza mpaka kuifikia ahadi ya Bwana aliyoahidi. Na mimi nataka nikutie moyo leo kwamba simama vizuri katika maisha yako ya kiroho. Mche Mungu, mtumikie Mungu, mtolee Bwana. Usikate tamaa. Kila mwaka unakusogeza kupokea ahadi Mungu aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha 6, tunapomaliza mwaka kuingia mwaka mwingine, kuna wakati ambao Mungu anakuongeza siku za kuishi ili uzidi kutenda jambo fulani. Bwana tusaidie.
Hii nayoieleza kwa sababu inahusika na kitu gani? Kuna watu ambao muda wao ulikuwa umeisha kuishi hapa duniani. Kuna watu ambao siku zao zilikuwa zimeisha. Lakini Mungu, kwa sababu watu hao wamempendeza Mungu, wamefanya mapenzi ya Mungu, Mungu anaweza kawaongezea miaka mingine kwa ajili ya kuzidi kufanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie Isaya 38 mstari wa kwanza. 38 mstari wa kwanza. Na mtu mmoja nisomee hapo 38 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Haleluya. Tu moja nisomee pale. Inasemaje? Siku hizo Hezekia aliugua akawa karibu ya kufa. Ndio. Na Isaya nabii, Bwana wa Amosi, ndio, akaenda kwa mfalme akamwambia. Akamwambiaje? Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako. Ndio. Maana utakufa. Ndio. Wala hutapona. Ndio. Endelea. Basi Hezekia akageuza, akaelekeza uso wake ukutani. Ndio. Akamwomba Bwana. Ndio. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli kwa moyo mkamilifu na kwa kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda kamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Haleluya. Haleluya. Unapoona tumeingia mwaka mwingine, kuna wengine ambao walifanya mambo mazuri mbele za Mungu na siku zao zikawa zimekaribia kuisha, na niseme zikaisha kabisa. Lakini Mungu akaangalia utendaji wao kuendelea kuwepo hapa duniani, wanaleta faida katika kazi yake na katika mambo yake. Mungu ana uwezo wa kuongeza siku nyingine. Bwana tusaidie sana. Nikizungumza hivyo, maana ni kwamba anaweza kawema humu kati yako au mimi hatujui. Siku zetu zilikuwa zimeishia mwaka 2025. Lakini Bwana kaangalia kwa jinsi ulivyokuwa unajitabisha kwenye kazi ya Mungu, kwa jinsi ulivyokuwa unaifanya kazi ya Mungu. Kanisa limesimama, mahali hapa liposimama kuna mchango mkubwa, yani kuna faida kubwa ambayo imeisababisha katika kazi ya Mungu. Mungu akatazama ya kwamba huyu akiondoka, basi kuna kiungo fulani katika kanisa kitakuwa kimepungua. Ngoja nimuongeze miaka mingine aendelee, ili ya kwamba kazi yangu izidi kusonga mbele. Hii inakuwa bonus kwa watu tu wanaomcha Mungu na kutenda mambo makubwa ambayo ni faida kwenye kazi ya Mungu. Hezekia alikuwa kiongozi mwema ambaye aliongoza vizuri, alienda kwa ukamilifu na unyofu wa Mungu. Siku zake zilipokuwa zimefika, Mungu alimwandaa kwa kumtuma Isaya aende kamwambie Hezekia. Wakati alipomwambia, Hezekia alimwamini Mungu kwa sababu aliwajua wale ni watumishi wa Mungu, manabii. Akajua kumbe muda wangu sasa umefanyaje. Ilibidi akaelekeza macho yake kwa Bwana kumlilia. Bwana Yesu asifiwe. Pengine nadhani alikuwa anasema, Mungu, tazama nilitaka kufikisha hapa nchi iwe hivi, lakini naondoka kabla sijafika pale nilipotaka. Naomba nisaidie Mungu, naomba nisaidie. Na Mungu alipotazama akasema, ni kweli umeenda kwa unyofu, na kwa sababu hiyo basi ngoja nikupe 15. Usishangae hapa kuna watu wanaishi kwa bonasi hiyo. Ile ninachotaka nikwambie, usifike mahali ukachoka ukasema nimefanya sana, nimehubiri sana, nimetoa sana, nimefanya jambo hili sana, niachie na wengine. Sikiliza nikwambie,
Kuna timu nyingine huwa zinafunga kwenye dakika za nyongeza, na watu wengine mtu anaweza akakosa kila ambacho kikipata kwa siku zake za nyongeza. Sasa wewe jiulize, hivi upo kwa siku za nyongeza? Maana najua kwenye juhudi yako wewe kumtumikia Mungu inawezekana unaishi kwa siku za nyongeza, na ukifanya vibaya Mungu haangalii kwamba hizi ni nyongeza. Maana timu ikifanya vibaya kwa dakika za nyongeza inaondolewa kama kawaida tu, inaitwa imeshindwa. Nataka nikwambie wewe uliye na jitihada katika kumtumikia Mungu, unamtolea Mungu, zidi sana kumtolea Bwana, maana hizo sadaka zinaweza zikakuongezea siku wewe bila kujua. Wewe uliye mhubiri, unahubiri watu wanaokoka, hubiri sana, zidi kuhubiri mpaka siku Yesu atakapokuchukua, maana huwezi kujua hizo siku ulizo nazo Bwana amekuongezea tu. Ukicheza vibaya unakwenda na maji. Bwana tusaidie. Yaani sasa sikiliza, kosa likishafanyika dakika za mwisho, yale 99 uliyoyafanya nyuma huwa yanasahaulika, hayana kazi tena. Bwana tusaidie. Yaani katika hiyo moja ukaenda kufanya makosa, ina maana ile 99 yote inafanyaje? Haikumbukwi. Ile moja imeenda kutia dosari. Hebu changamka, dumu sana mpaka Yesu atakaporudi, udumu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 mpaka 41. Matendo ya Mitume sura ya 9 36 mpaka 41. Naomba tuangalie mtu mwingine hapa. Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 39. 6 mpaka 41. 36 mpaka 41. Ndio. Biblia inasema na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha. Ndio. Tafsiri yake ni Dorcas. Yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ndio. Mstari wa 37. Ikawa siku zile akaugua akafa. Wakati walipokwisha kumwosha wakamweka ghorofani. Ndio. Mstari wa 38. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi waliosikia kwamba Petro yuko huko wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, njoo kwetu pasipo kukawia. Ndio. Mstari wa 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Ndio. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye. Ndio. Wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Ndio. Mstari wa 40. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, inuka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Mstari wa 41. Akampa mkono, akamuinua hata kisha akawaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao akiwa hai. Ubarikiwe sana. Yesu asifiwe. Unaweza ukaona huyu naye alikuwa mtu aliyejaa matendo mema, kwa sababu ya kumcha Mungu, na yale matendo mema yalifanya aweze kupewa muda mwingine wa kuishi, akafufuliwa na akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo katika wakati huu tukazane katika matendo mema, tumche Mungu, tumtumikie Mungu, tufanye mpendezayo Mungu. Haya yanaweza yakatunusuru na hatari za kila namna.
Maana tunapomlilia Mungu, Mungu anaona kuna sababu ya kutusaidia. Katika swala hili tunaweza tukaona pia katika Injili iliyoandikwa na Yohana sura 15 mstari wa 2. Kuna maneno ambayo pale aliyazungumza. Naomba unisomee kwa haraka kwa ajili ya kukomboa muda. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana 15 na mstari wa 2, Biblia inasema, nasemaje? Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, ndio, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kila tawi lizaalo lisilozaa huliondoa. Bwana tusaidie sana. Kumbe kuna wakati mwingine kama mtu anaweza akaishi maisha machafu yasiyompendeza Mungu, kuna wakati mwingine anaweza kaondolewa asizidi kuharibu. Bwana tusaidie sana, asizidi kuharibu. Lakini kila tawi liletalo matunda kwa Bwana, maandiko yanasema atalisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana anaweza kaondoa vikwazo kwenye maisha yako ili uzidi kuleta faida kwa Mungu. Ikiwa maisha yako yalikuwa yanaleta faida kwa Mungu, Bwana anaweza kaondoa vikwazo. Amen. Vile vinavyozuia usizae matunda vinaweza vikaondoka. Napozungumza hayo yote ni mabaya kila namna, na kikiwemo kifo, magonjwa, ajali, hatari, kesi. Kwa jinsi ambavyo unaleta matunda kwa Kristo, Bwana anaweza kukulinda na vitu kama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinachotakiwa ndugu yangu? Kumbuka muda huu ambao tunao, wakati mwingine ni bonus ulionayo. Itumie vizuri. Tumia vizuri. Acha mzaha. Hata kama una marafiki ambao wanakwenda kinyume, unaona kama wanaitumia dunia sana, wanapata heshima kwa sababu ya dhambi zao, achana nao. Wewe mfuate Yesu. Haleluya. Haleluya. Jambo la mwisho, tunapotoka mwaka mmoja kwenda mwingine, tunakuwa tumepewa muda wa kujirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine shetani alitafuta namna kukuangamiza, lakini Mungu alikutunza, alikulinda, akasema huyu hafi leo, taka nimpe muda mwingine, huenda kesho akabadilika. Somaji, naomba angalia Luka, Injili iliyoandikwa na Luka sura ya 13 mstari wa 6. Kamalize mahali pale. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka 13 na mstari wa 6, Biblia inasema, inasemaje? Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Ndio. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. Ndio. Mstari wa 7, akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, ndio, tazama, miaka 3 hii nimekuja kutafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ndio. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Mstari wa 38, akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi. Mstari wa 39, nao ukizaa matunda baadaye vyema, la usipozaa ndipo ukate. Amen. Ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda kuna kipindi ilitakiwa ufe au patwe na jambo baya, lakini kuna namna ambavyo Mungu aliona akuache kwanza, aone kama utabadilisha tabia yako. Maandiko hapa yanaeleza mtu mmoja ambaye alikuwa amepanda mtini ndani ya mizabibu, ya shamba lake la mzabibu.
Huu mtini alienda kwa mwaka wa kwanza kuangalia matunda. Wakati akitembelea shamba lake la mizabibu, aende angalie kama akaangalie kwenye mtini apate matunda. Mwaka wa kwanza akakuta hamna kitu. Wakati mwingine kaambia wale watendakazi, sema safisheni, tieni samadi tena, mwakani naweza nikapata. Kaenda tena. Mwaka mwingine akakuta hakuna tunda hata moja. Mbolea inawekwa, wanapalilia, wanatia maji, lakini mabadiliko kusema kwamba ulete matunda, hapana. Mwaka wa 3 anafika, anasema sasa, kwa sababu huu mti umekuwa, huu ni mwaka wa 3, ulikuwa umefika kiwango cha kuleta kipindi cha matunda, lakini miaka 3 msimu wa matunda, nafika hapa sipata hata tunda moja. Uondoweni, kwa sababu unaiharibu hata nchi, unanyonya ardhi bila faida yoyote. Lakini watunzaji wakasema, acha kwanza, tunataka tuongeze samadi, tukaupalilie, tuongeze na samadi. Mwakani utoe matunda. Usipomatoa matunda, basi ni bora ukatwe. Mungu atusaidie. Unaweza kukuta kanisani mtu yupo, dhambi alizonazo hataki kuziacha, kumtumikia Mungu hataki. Siku moja niliwahi kufundisha nikasema, hakuna mtu aliyeokoka aliyekuja kwa bahati mbaya, hata huyu. Hakuna hata mmoja. Wote Mungu alijua huyu atakuja atakuwa hivi, huyu atakuja atafanya kazi hii, huyu atakapokuja ana huduma hii, kuhakikisha kazi zote kanisani zinatimia, zinaenea. Wewe ni kiungo moja wapo katika mwili wa Kristo, katika utendaji wa kazi yake. Lakini pengine umefika, umekaa kanisani, kazi yako ni Jumapili, ni Jumapili. Hakuna kitu chochote ambacho kinachofanyika. Hata ile huduma ulionayo hutaki kuifanyia kazi. Hata ule uwezo Mungu aliokupa wa kufanya jambo fulani kanisani hutaki kuutumia ili kuleta faida kwa Kristo, ili kumzalia Bwana matunda. Siku zinaenda, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mpaka umefika wa 7, wa 8, umo kanisani. Hakuna kitu chochote unachotaka kukifanya. Hata kufagia kanisani ni kazi. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema, kila tawi lisilozaa hulikata, huliondoa. Lakini tawi linalozaa hulisafisha ili lizidi kufanyaje? Kuzaa. Sasa umo kanisani, lakini bado hutaki kuzaa matunda. Na Mungu alitegemea kuna matunda kwako yaonekane, maisha mazuri yaonekane kwako, lakini hata faida kwenye kazi ya Mungu ionekane. Wewe ulikuja hapa una karama ya uongozi, lakini ukawa wewe ni mhubiri, lakini wanapojifunza wengine kuhubiri, wewe hutaki kwa sababu ya shughuli ulizonazo. Hukuja wewe sio mhubiri, lakini wewe ni mwimbaji, sauti nzuri, uwezo mzuri wa kuimba, lakini uimbaji ufanyi kwa sababu ya shughuli ulizonazo. Unaona, ukiingia kwenye huo uimbaji, shughuli zako zitakwama. Umo kanisani, huna matunda yoyote. Bwana tusaidie. Huenda Mungu alikuleta akakupa na kipato kizuri, akakupatia kazi nzuri, akakupatia biashara nzuri, unapata kipato. Lakini kanisani hapa, wewe mwenye kipato unakuja hapa, kinahitajika kitu cha 200,000. Wewe kwa mwezi unaweza kupata mpaka milioni, mpaka 600,000, 700,000, unakaushia. Inatangazwa unakaushia, mpaka wale wauza mkaa, wale wanaofanya hivi, wanatoa na kamilisha. Wewe umetulia. Sikiliza nikwambie. Mungu alikuwa amekuleta uzae matunda katika kanisa hili, na anasubiri angalie kama utazaa matunda. Ile kazi aliyokuletea hapa, akawa
unaona uifanye. Nataka nikwambie kitu, kwamba unaweza ukakatwa ukaondolewa. Nikizungumza hivyo, wakati mwingine ile nafasi aliyokupa unaweza ukashangaa inaondoka. Kwa sababu gani? Bwana alikuwa amekuleta kwa wakati sahihi kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini hutaki kutumia ile nafasi Mungu aliyokupa. Hasara kanisa inapata, kazi ya Mungu inapata hasara, wakati wewe mwenye uwezo huo wa kuweza kufanya bado hutaki kufanya. Sikiliza nikwambie, Mungu anaweza kukata. Fikiria sasa katika maisha yako. Siku zinazidi kusogea ndugu yangu mpendwa. Siku zinazidi kusogea. Unaisogelea hukumu, unasogelea siku yenyewe ya kurudi kwa Yesu, na maisha yako ya hapa duniani yanazidi kusogea kuisha. Lakini hutaki kubadilika. Unakimbilia sehemu mbaya. Lakini ninachotaka nikwambie, naomba uweze kukumbuka mambo haya 7. Uyaweke kichwani mwako, ukayatafakari, ukaangalie ni namna gani ambavyo unaenda kinyume, ukabadilike. La sivyo kila siku inakusogeza mahali pabaya, kama wewe unaendelea na mambo ya ubaya. Lakini kama unaendelea na mambo mazuri, kama unamcha Mungu, kama unamtumikia Mungu vema, unaleta faida kwa Bwana, nataka nikutie moyo kwamba kila siku inakusogeza mahali pazuri. Maana mtu anayekufa katika Kristo ni faida. Ama mtu siku ya hukumu ikifika akiwa katika Kristo ni faida. Hata kama kurudi kwa Yesu kutafika, uko ndani ya Kristo, wewe ni mcha Mungu, unaleta faida. Sikiliza nikwambie, unakwenda kupokea unakwenda kupokea. Unakwenda kupokea ahadi ya Bwana aliyoahidia watakatifu. Lakini wewe ambaye bado unaendelea na dhambi, ambaye bado hutaki kumtumikia Mungu, ambaye bado unaendelea na mambo yasiyompendeza Mungu, yasiyoleta faida kwa Bwana, sikia nikwambie, unasogelea mahali pabaya. Lakini katika mchana wa leo na kualika mbele za Bwana ya kwamba ukumbuke kila dakika inakusogeza pabaya, wewe unaendeleza na mambo ya ubaya, uweze kubadilika. Ndio. Umepewa muda mwingine ubadilike. Kabisa. Pengine ungelikufa mwaka 2025. Ndio. Lakini Bwana amekuingiza 2026 uweze kubadilika. Amen. Ndio maana Bwana anaamua kuletea neno. Neno hili liko linapalilia, liko linatia samadi. Pengine unaweza ukazaa matunda kesho. Lakini nataka niseme, iwapo utazaa matunda, neno la Mungu limesema lenyewe. Naomba kanisa tusimame. Naomba kanisa tusimame. Hebu fikiria wewe mwenyewe. Kila moja, wapo kabisa wanaojifahamu wao ni akina nani. Ulikuwa unamtumikia Mungu, lakini umefika mahali umeacha kwa sababu fulani. Fikiria ndo hivyo, siku inasogea. Lakini ikiwa umelisikia neno hili, limekuwa special kwa ajili ya kupalilia na kutia samadi. Angalia. Na ukigundua, inawezekana ukafanya marekebisho. Mungu ni mwingi wa neema na rehema. Anaweza kukusamehe hayo yote yaliyopita. Ndio maana natoa nafasi upaliliwe, utiliwe mbolea kwa neno lake leo, ili ya kwamba ifike mahali uweze kubadilika. Ukiwa tayari, Yesu ameketi katika kiti chake cha rehema. Yuko tayari kusamehe yale yote yaliyopita. Yuko tayari kusamehe. Ikiwa utagundua yako mabaya unaendeleza, njoo utengeneze. Maana sikia ni kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Siku zako za kuishi ziko karibu kuisha. Sogea sasa, niombe pamoja na wewe. Yafike kwa kama upo, tengeneza. Maana leo ni siku ya 11 baada ya mwaka mpya. Na huu mwaka sasa unaendelea kupungua na kusogea. Unaendelea kupungua na kusogea. Hivyo sasa
Tafakari, chukua hatua. Kama upo, njoo niombe pamoja na wewe. Fikiria ndani ya moyo wako. Wewe ndiwe mchungaji wa roho yako. Sisi tunatumwa kusema neno tu, ila wewe kwa sababu ndiwe uliye na maamuzi ya kufuata au kuacha kwenye kuokoa nafsi yako, unaweza ukachukua. Chukua hatua ndugu yangu, kabla Yesu kuja. Maana atakapokuja kukuta katika hali hiyo, itakuwa hatari kwako. Barikiwe sana. Akubariki dada. Nawe kijana, Mungu akubariki. Kama upo, sogea tuombe pamoja na wewe. Sikia, usione aibu. Tengeneza. Neno limekuja kwa ajili yako. Usinipuzie. Tafakari. Basi napoona kimya, taenda kuomba na hawa walio mbele yetu. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ndugu yangu, pengine umezidi kumtumikia Mungu muda mrefu, lakini kutokana na mambo mbalimbali kutokea, ulikuwa unawaza kurudi nyuma au kuacha kazi ya Mungu. Njoo tuombe pamoja na wewe. Maana kama neno lilivyosema, likiwatia moyo kila mwaka unavyokuja unatusogeza katika ahadi. Pengine ulitaka kukata tamaa, lakini nataka nikwambie kwamba iko neema ya Mungu ambayo itakwenda kushuka juu yako kukutia nguvu ili uendelee, usije ukapoteza kile ulichoanza nacho. Kama upo, sogea. Nikiona kimya, nitaenda kuomba na walioko mbele yetu. Mungu awabariki. Basi munifuate kwa maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako, kwa kuwa nisingalikuwa hai, ningelikuwa nimepoteza, lakini kwa kunitunza mpaka siku ya leo, ni neema kuu ambayo umenipa ili nitengeneze. Na kwako ninakuja Bwana, naomba unisamehe dhambi zangu zote na uovu wangu wote nilioutenda kwa mawazo, kwa matendo na maneno. Naomba unisamehe, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuwa umenisamehe. Na kuomba sasa, Bwana, uniongoze katika maisha yangu, nipate kutenda mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen.